kwao. Najua hata wewe umekwisha kuanza kugundua ya kwamba ni kwa nini Janeti anamsumbua sana dada wa kazi, binti wa kuitwa Leticia. Yote haya nitakufahamisha kama bado kuna mengine haujayafahamu vizuri. Lakini kabla hatujaenda mbali sana, nikukumbushe tu shabiki wa dada wa kazi, basi kama ndo mara yako ya kwanza unajiunga na familia hii kubwa, bonyeza sasa neno subscribe, neno lililopo pembeni hapo chini ya video hii hapa hivi, ili ukajihakikishia kwamba unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata kila episode mpya pamoja na notification za mzigo mpya punde tu episode mpya inapodondoka. Yes. Sasa huku tukiendelea kuingoja episodi ijayo ya dada wa kazi, yako mambo machache ambayo nataka nikufahamishe, haswa yale ambayo yanamhusu binti wa kuitwa Janeti pamoja na dada wa kazi Leticia. Sasa ukiangalia bidada wa kuitwa Janeti ambaye ni mke wa Beni anaishi kwa mazabe na dada wa kazi, na yote haya anayafanya kwa sababu tu anamchukia. Lakini mbaya zaidi ni kwamba mpaka sasa hivi humu ndani yupo shemeji yake ambaye ni Kanoni ambaye ni mdogo wa Benshizo, ameingia katika familia yao, lakini ni kama mgeni, ila cha ajabu kabisa ni kwamba tayari anamtamani. Sasa tamaa imewaponza wengi akiwemo Fisi, lakini pia ninaona dhahiri shahili ya kwamba tamaa inakwenda kumponza hata Janeti. Kama wewe pia unaamini ama unatamani ya kwamba iko siku Janeti aweze kulipwa mabaya yote anayomfanyia dada wa kazi Leticia, basi komenti hapa hivi kwamba one day yes. Lakini kubwa zaidi ni kwamba watu wa Mungu siku zote wanapiganiwa na Mungu, wala binadamu hana nafasi ya kuwadhuru. Licha ya kwamba Leticia anafanyiwa vitimbi vingi na Janeti, lakini bado watu wanaomzunguka wanampenda sana Janeti. Si wanampenda sana Leticia, si Benshizo mwenyewe ambaye ni baba mwenye nyumba, lakini pia hata wageni wanaopata nafasi ama fursa ya kuingia katika familia ya Benshizo, wote wanampenda sana Leticia. Na uzuri ni kwamba Leticia amekamilika katika kila idara. Amekamilika kwenye mapishi mazuri, lakini pia ni msafi, ni mkarimu, mnyenyekevu, mpole na ana tabia nzuri, na ndio maana anapendeka sana na kila mtu. Sasa hapa ndo unaanza kujifikiria kwamba hivi kwa nini huyu bidada wa kuitwa Janeti anaonekana hivi, licha ya kwamba amebahatika kuolewa na mwanaume mpole. Na hapo ndo unaweza kupata jibu ya kwamba si kila mwanamke aliyeolewa katika familia yake basi kaolewa kwa mapenzi ya mume wake. Wengine ni ndumba tu na kamati ndo zimewafanya we hapo, lakini zile dawa zinapo expire mapenzi yanakufa kabisa. Sasa tuandikie maoni yako. Umeionaje episodi iliyopita, lakini unatamani nini kije kutokea katika episodi ijayo? Lakini pia usisahau tu kusubscribe.